Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo kama tulivyoambiwa mwanzoni mwa ibada, tunaadhimisha misa ya shukrani tukiungana na baba askofu wetu mkuu Renatus Nkwande katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote aliyomjalia anapoadhimisha miaka 25 ya utumishi wa kikasisi katika kanisa. Yeye alipata upadri tarehe 2 Julai mwaka 1995. Kwa hiyo Julai 2 mwaka huu alitimiza miaka hiyo 25 ya ukasisi. Baba Askofu Mkuu Renatus Nkwande, hongera sana. Na umechagua siku nzuri kufanya adhimisho hilo wakati siku ambayo kanisa la Tanzania linakumbuka kwa furaha na shukrani ujio wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, ambaye tarehe kama ya leo tarehe 4 Septemba miaka 30 iliyopita, yani mwaka 90, alikuwepo katika vilima hivi vya Kawekamo na kuazimisha ibada takatifu. Muungano huo wa jubilei yako na kumbukumbu ya mtakatifu kanyaga hapa ikupatie connection fulani nawe katika matarajio ya Mungu juu yako. Tarehe hiyo na kanyaga hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu, Yohane Paulo wa Pili huko mbinguni, naye sijui nao wanashukuru kule, hata sielewi vizuri. Wanafurahia matunda ya utumishi wao. Baba Askofu Mkuu Nkwande, nilipokuwa namuuliza unajisikiaje kwa siku yako hii ya leo, aliniambia kwa kweli mimi ninastaajabia huruma, uwema, upole na upendo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Akitafakari safari ya maisha na wito wake tangu utotoni mpaka kufika siku hii ya leo, anastaajabu. Kwa hiyo anachotaka tu kusema mbele ya Mwenyezi Mungu ni asante, ninakushukuru, naomba Mwenyezi Mungu unijalie neema na baraka zaidi mimi mtumishi wako nisiye stahili. Anasema kama maandiko matakatifu yanavyotuambia, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Naye anasema nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Fanya kazi mtumishi wa Mungu. Nasi taifa la Mungu hapa Tanzania tukiwakilishwa na maaskofu wetu na mapadi na waumini kutoka karibu majimbo yote, na kwa namna pekee nyinyi taifa la Mungu jimbo kuu la Mwanza, vile vile tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha na utumishi wa Askofu Nkwande. Niwaambieni kwa hakika nyinyi bwana Mwanza mnamjua vizuri, na sisi wengine tunamjua vizuri vile vile. Nkwande tulikusoma naye, tulikuwa wote mafrateli, tunamfahamu muda mrefu. Hakika yeye ni zawadi ya Mungu kwetu, na huwa anajitoa bila kujibakisha katika kumtumikia Mungu na watu wake. Kitu anachokiamini katika imani anakifanya kwa moyo wote. Yeye daima ni mkweli na muwazi, anayesimamia ukweli kwa ujasiri mkubwa. Huwa hapakipaki Nkwande vitu ambavyo anaamini ni ukweli, alafu anasema nikisema ukweli huyu atakasirika. Yuko tayari ukasirike, lakini atabaki kwa mkweli tu. Huyo ndio Nkwande. Anachokisema mdomoni ndicho anachomaanisha moyoni. Yaani unafiki kwake ni mwiko. Na sio kwenu tu, hata kwetu sisi maaskofu anatufanyia hivyo hivyo. Baba askofu, hiyo sio hivyo. Anatuambia sawa, uzuri anasema tukiwa wenyewe. Alafu kitoka kule anacheka kidogo, maisha yanaendelea. Ni zawadi ya Mungu kwetu. Baba Nkwande, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukujalia neema na afya njema,
nguvu na fadhila zote za kiroho unazozihitaji katika kumtumikia Mungu na watu wake. Turudi basi kwenye maandiko matakatifu katika masomo tuliyosikia siku ya leo. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo, tumesikia simulizi la wito wa Abrahamu. Abrahamu anaitwa na Mwenyezi Mungu atoke katika nchi yake. Swali la kujiuliza, kwa nini Mungu anamwambia atoke? Ili upate kuelewa sababu, usome sura katika kitabu hicho cha Mwanzo, sura zilizotangulia. Somo hili tulilosikia leo linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 12, aya ya kwanza hadi ya 7. Ukisoma sura 9 zilizotangulia, yani kuanzia sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo hadi sura ya 11. Nimesema ya 3 mpaka 11 kwa sababu sura ya kwanza na ya pili ni masimulizi kuhusu uumbaji. Mungu anaumba mbingu na dunia, sura ya kwanza na ya pili. Lakini kuanzia sura ya 3 hadi ya 11 kuna masimulizi yasiyopungua 6 au hata zaidi ya uasi na uovu wa mwanadamu dhidi ya sheria na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Yaani ni sura zilizojazwa masimulizi ya uasi na uovu wa mwanadamu. Ukiangalia sura ya 3 ndio unapata simulizi la Adam na Eva wanaacha kutii maagizo ya Mungu, wanamsikiza shetani, wanakula tunda, wanafukuzwa bustanini. Uasi huo. Ukienda sura ya 4 unakuta Kaini anamua ndugu yake Abeli. Uovu mwingine huo. Ukienda sura ya 5 pale kidogo ni mwendelezo wa simulizi la kina Kaini huko. Sura ya 6 mpaka 8 unasikia hata simulizi la uovu mwingine wa wanadamu. Sura ya 6 mpaka ya 8 ndio ile simulizi la gharika kuu. Uovu ulikithiri duniani, Mungu akaamua kuleta mafuriko. Ni Nuhu ambaye alikuwa mtu mwema, Mwenyezi Mungu alimnusuru yeye na familia yake, alimwambia atengeneze safina. Kama hiyo haitoshi, yani gharika limeisha, jamii ya binadamu imeanza tena kuwepo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 11 unakuta wanadamu tena majivuno na kiburi vimeshawajaa. Kuna simulizi la mnara wa Babeli. Wanasema tujenge mnara sasa kutoka hapa duniani na nchi yake ikafike mbinguni, watu watutambue kwamba sisi ndio wenyewe. Watu wanatafuta sifa, watu watutambue. Na Mungu alichohakikisha kwamba huo mradi haufanyiki, atavuruga lugha zao. Unajua neno Babeli maana yake ni mkanganyiko, ni confusion. Kwa hiyo mtu ukiona hapa kuna vurugu sema Babeli, confusion imeshaingia hapa. Kwa hiyo hizo ndio sura zilizotangulia. Lakini pamoja na huo uasi na uovu wa mwanadamu, bado upendo kwa mwanadamu haupungui. Sasa Mungu anataka kutengeneza jamii mpya ya wanadamu yenye utii na upendo kwa jina lake na kwa sauti yake. Na ili atengeneze jamii mpya yenye utii na upendo, anaanza kumuondoa Abrahamu kutoka katika jamii hiyo ya watu waliogubikwa na uasi na uovu kila kukicha. Ndio anamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako, jamaa zako, ndugu zako, uende katika nchi na mahali nitakapokuelekeza. Na hiyo ndio ukweli kuhusu maisha ya kiroho. Ukitaka kupiga hatua katika maisha ya kiroho, lazima utoke. Lazima utoke. Mimi nakumbuka kuna mbaba mmoja alikuwa na familia yake. Sasa sijui zilitokea changamoto gani huko katika familia. Akaondoka kwenye familia yake, akaenda kujishikamanisha huko na vibanda vingine huko, sijui mnavihitaji huko, akapaki huko. Sasa amekaa huko na kaumri kamesogea sasa. Anakuja sasa huku, mimi ningetaka tena nianze kupokea sakramenti, sasa sijui nitafanyaje.
Nikamwambia toka huko. Yaani maisha, kuna maamuzi mengine ya kiroho huwezi kupiga hatua bila kutoka. Unataka tukuruhusu lakini bado umepaki pale pale. Uwezi ukabaki kwenye mazingira ya uasi na uovu, halafu unakuja kwetu sisi unaomba tukuruhusu sasa uanze kupokea hizi haki na huduma hizi takatifu hizi za kikanisa. Nikamwambia ndugu yangu, huko ulikokuwepo huko siko. Toka huko unapoita siji kwa watoto wako, mke wako, jamaa zako, wala sio kwanza wa jamaa zako wala dini yako. Watakusindikiza tu kwenda mahali ambapo sio pazuri. Toka huko uende mahali unapostahili. Kwa hiyo Mungu anamwambia Abrahamu atoke kwenye nchi yake, jamaa zake na ndugu zake. Hilo jambo la kutoka sio jambo rahisi hivyo kama tunavyosikia sasa hivi mtu akwambia toka sijui Nkwande nenda Bunda unatoka tu. Sio rahisi hivyo wakati ule. Wakati ule nchi, jamaa na ndugu ndiyo ilikuwa ni msingi wa usalama na ustawi wa kila wanadamu. Yaani ili ustawi na ujisikie uko salama lazima uwe katika nchi yako, katika jamaa zako na ndugu zako. Ukilia kidogo wamekuja, ukiugua wanakusaidia, ukifanya nini wapo, ukiwa na sherehe wanakuchangia. Sasa leo unaambiwa utoke huko. Mungu anapomwambia Abrahamu atoke, anataka apate ujumbe kwamba kuanzia sasa ustawi na usalama wako hautegemei watu wako wala jamaa zako wala hiyo nchi uliozaliwa. Ustawi na usalama wako unamtegemea Mungu na unategemea utii na imani yako kwake. Hilo tulitambue jamani siku zote. Usalama wetu na ustawi wetu hautegemei kama sisi tunapata connections. Unamfahamu fulani, unamfahamu fulani. Unategemea utii na imani yako kwa Mungu na kufanya kile Mungu anachokuelekeza. Abrahamu toka. Na Abrahamu alipokuwa mnyenyekevu na msikivu na mtii, wala ulizi sababu itakuwaje, mbona huko sijui. Yeye anatoka tu. Aulizi itakuwaje, wewe nifuate tu. Kwa hiyo na sisi tuombe, tujifunze, tuige, tusali, tuwe na imani hiyo kama baba yetu wa imani mzee Ibrahim. Ambaye analipokea agizo la Mwenyezi Mungu kwa imani na utii, hata kama anaona hiyo hatari kwamba ikindokea huko nimeugua huko itakuwaje. Nadhani hata kama ya kumchukua Loti hebu nisindikize hata walau mambo yakiwa vipi urudi kukuambia mambo hayajakaa vizuri. Na huyo Loti alikuwa ni mtoto wa kaka yake Abraham. Mzee Tera baba wa Abraham alikuwa na watoto wa kina Abraham na mwingine anaitwa Harani. Sasa Loti alikuwa mtoto wa Harani. Na la pili, wakati anaambia atoke, akumwambia anakwenda wapi. Sasa hivi tunajua kumbe alipotoka kule Uru ya Wakaldayo akaenda Harani, na kutoka Harani ndo akaenda akapelekwa kwenye nchi ya Kanaani. Sasa hivi tunajua sababu safari imeshakamilika. Lakini wakati huo Abrahamu anaondolewa kule Uru kwake kwenda Harani na baadaye kwenda huko Kanaani, alikuwa ajui. Aliambiwa tu toka uende katika nchi nitakayokuonyesha. Manake nini? Usipotajiwa mahali pa kwenda, maana yake kila hatua unayopiga lazima umwangalie na umsikilize Mungu. Ndio huko. Unafika pale njia panda, tunaenda kushoto kulia na tunaenda kulia. Unaenda hapa panda mlima huu. Hapa, yaani kila hatua unauliza. Na nikumbusha wakati mwaka huu sisi baraza la maaskofu tumefanya mkutano wetu mkuu hapa Mwanza. Wakati hatukuwa tunafanya Dar es Salaam. Sasa kuna mwaka fulani mkutano ulifanyika huko Dar es Salaam. Kuna askofu mmoja tena na leo yupo hapa simtaji jina lakini nikisimulia atafahamu ninachokisema. Alikuja na gari lake mpaka Dar es Salaam. Kufika ana ndugu na jamaa zake kule. Sasa kuna ndugu yake mmoja alikuwa mgonjwa.
Mimi wakati nilikuwa askofu msaidizi kule. Kwa hiyo michochoro ya Dar es Salaam nilikuwa navijua. Akaambia wewe eti mali fulani ndio wapi? Kaambia kule mali fulani. Nikamwelekeza pale, akapanga ngoja nimuite driver. Halo, hebu msikize atuelekeze kwa ndugu yake. Akamwelekeza kesa, hiyo njia sijui. Nikamwambia basi isiwe tabu, baba askofu twende wote na driver wako na wewe na mimi twende tukamwangalie huyo ndugu yako. Basi mimi nimekaa mbele na driver. Naanza kumuuliza, unafahamu nataja majina kule? Hiyo sifahamu. Akasema hii safari nzuri. Yaani kwamba nimeteki control sasa ya safari, pa driver ajui tunaenda wapi. Kwa hiyo tunakwenda tunapunguza mwendo, unaona pale anza kuosha indicator, kuanza kushoto, kata nakata. Nenda hapo. Kwa sababu ile ndugu yake alimwambia utanikuta kwenye parokia fulani. Na Dar es Salaam nadhani baba askofu mkuu acha atatuambia kuna parokia zaidi karibu 130 sasa hivi. Sasa kujua vile vichochoro vya parokia 130 sio kazi ndogo. Sasa tunamuelekeza tu kila na tukifika pale anapunguza mwendo, tukifika pale tutakata kona. Anapunguza nini? Tunakwenda. Yaani alikuwa msikivu na askofu hata anisemeshi kwenye gari amekaa kimya tu. Mpaka tukafika hapo parokiani, tukakuta ndugu yake akamchukua tukamwenda kumwangalia huyo mgonjwa. Kwa kweli alikuwa ni friend wake, alikuwa rafiki yake ambaye basi wanafahamiana, sio ndugu vile kuzaliwa hapana. Kwa hiyo safari nzima unatakiwa kutega sikio, wewe driver, wewe msafiri, wewe baba askofu. Umsikilize anayejua njia. Toka wewe uende mahali nitakapokuonyesha. Ndio maagizo ya Mwenyezi Mungu kwa Abrahamu na kwetu sisi. Tukitaka kutoka katika maisha yetu ya zamani, twende katika nchi ya ahadi, kwenye nchi ya uzima wa milele. Tusijidai tunajua njia sisi. Unajua kujidai kujua njia ndio ilomfikisha mama Jusi katika kwenye nyumba ya Herode. Unakumbuka kusimuliza kuzaliwa Yesu? Si waliongozwa na nyota kutoka kule mashariki. Ile nyota ilikuwa inaangaza Bethlehemu. Na jiji la Yerusalemu na Bethlehemu kwa kusini kidogo mwa Yerusalemu. Kwa sababu sijui vitongoji vya hapa Mwanza, ningesema ni kama hapa ndio Yerusalemu, afu Bethlehemu kitu kama airport kule sijui. Sasa je, wametokea huku tulipotokea sisi huku? Sijui wapi, lakini waelekea huko. Walipoona ile nyumba, walipoona nyota inang'aa kuelekea wa huku, yote na wapeleka airport, wenye wakasema ile itakwenda kwenda tukaweka ndo kwenye jumba la mfalme kule. Wakajidai wanajua njia. Wakapitiliza, yani baada ya kuangalia nyota wakaanza kusema kama ni mtoto mfalme atakuwa amezaliwa kwenye jumba la mfalme. Unaona nyota ile kule, twendeni kwa mfalme, twendeni kwa Herode. Yaani pale walipojidai tu wanajua njia, nyota ikafutika. Walipojidai kwamba tunajua sasa kwamba ni wapi tunatakiwa tufike, ndipo walipopotea. Kwa hiyo na nyinyi sisi tusidai tunajua njia. Lazima kila siku tutege sikio na tusikilize tunapoelekezwa mahali pa kwenda. Ukifika pale njia panda ya kuja kujua sio huko, nyosha. Lakini askofu anakaa nyosha. Mtoto kazaliwa kule pangoni Bethlehemu, sio kwenye jumba la ikulu ya mfalme Herode. Kwa hiyo Mungu anapomwambia Abrahamu toka uende katika nchi nitakayo kuonyesha, na wakati huo Abrahamu na miaka 75, miaka yake yote ameishi huko kwa Mesopotamia katika hiyo miji miwili tu ya Uru na Harani. Harani ilikuwa ni jina la mji, lakini vile Harani ilikuwa ni jina la mdogo wake Abrahamu. Sasa hata huko unaweza kusikia kuna mji unaitwa sijui Aziziali, sijui nani. Ni majina ya watu lakini majina ya maeneo vile vile. Pengine na huko vile ndio majina mtindo huo. Kwa hiyo basi katika safari yetu ya maisha kiroho tuombe hiyo neema ya kuwa wasikivu katika kufuata maelekezo na sauti ya Mungu kwa kila jambo tunataka kulifanya. Hata kama tunafikiri kwamba tunalijua, mtazame Mungu kwanza. Na Mwenyezi Mungu anamwambia Abrahamu marupurupu yatakayoendana na utii katika sauti hiyo. Mwenyezi Mungu anamuahidi Abrahamu baraka nyingi
ikiwa atakuwa msikivu. Anamwambia nitakubariki wewe na jina lako nitalifanya kuwa kubwa. Yaani unaona tofauti ya kule Babeli na kwa Abrahamu. Wale watu wa Babeli wanataka jina lao liwe kubwa kwa kufanya nini? Kwa kujenga mnara ufike mbinguni. Lakini Mungu anamwambia Abrahamu, jina lako nitalifanya kuwa kubwa kwa kuwa wewe kuwa mtii. Wewe kuwa mtii, kuwa na imani kwangu. Kwa hiyo mnatafuta kuwa wenye majina makubwa katika jamii, umeshajua njia sahihi ya kuitumia kupata hilo jina kubwa. Sinaona hapa tunamsherehekea Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Wadhani ukubwa wake umetokana na nini? Ni utii tu katika sauti ya Mwenyezi Mungu. Sasa hivi yuko mbinguni na huko duniani tunamsherehekea. Kwa hiyo tukitaka ukubwa tusimwache Mungu. Kimwacha Mungu tumeporomoka. Kwa hiyo basi Mungu alipotaka kuanzisha taifa jipya la watu wanaomtii, hicho alichokifanya na sisi tukifanye vile vile tukitaka kuwa wana wa Mungu. Kwanza ni kumtenganisha na maisha yake ya zamani. Kila mmoja hapa ana maisha ya zamani. Forget about past you. Anza maisha mapya. Na mimi wanapenda sana kuambia watu, utakuta mtu mwingine umeshapiga hiyo safari. Umeshatoka kwenye maisha yako ya zamani. Unasema sasa nitaondoka, ninaanza maisha mapya. Sasa anatokea mtu mmoja sema, yule fulani tulisoma naye sekondari, jana alikuwa mgomvi, mvuta bangi nini, kumbe ulishatoka huko. Ajui kwamba sasa hivi hizo ni historia tu. Toka huko. Kwa hiyo usijali sana watu wanasema nini ulivyokuwa sekondari au shule ya msingi au chuo, toka huko. Anza maisha mapya. Anza maisha mapya. Msikilize na mfuate Mwenyezi Mungu. Watu wakidai kwamba wanajua historia yako, aache tu asimulize historia, wewe unapeta na Mwenyezi Mungu. Baraka juu ya baraka. Kwa hiyo wapendwa, katika maisha ya kiroho na ya kiimani, maisha ni safari. Sasa huwa mimi napenda kulinganisha vile vile simulizi la Abrahamu na simulizi la mwana mpotevu. Unajua mwana mpotevu, si unafahamu simulizi la mwana mpotevu Yeye naye si aliondoka nyumbani kwa baba yake. Na Abrahamu naye si aliondoka nyumbani kwa baba yake. Sasa angalieni yaliyowakuta. Kila moja matokeo tofauti. Abrahamu na mwana mpotevu wote waliondoka katika nyumba za baba zao, lakini walipata matokeo tofauti. Abrahamu aliondoka kwa kutii sauti ya Mwenyezi Mungu, akapata baraka kubwa. Mwana mpotevu aliondoka akivutwa na tamaa zake za kidunia, akitaka kwenda kutumbua maisha huko mbali na baba yake. Alipofika huko maisha yakamtumbua yeye. Kwa hiyo unapopiga safari ujiulize, unaondoka kama Abrahamu au kama mwana mpotevu? Unaondoka kutoka ili ukae mbali na baba, au unaondoka kwa sababu baba amekuagiza hivyo? Kwa hiyo wapendwa, katika safari yetu ya maisha tuondoke kwa kusikiza sauti ya Mwenyezi Mungu. Tukitaka kuondoka tukiona kwamba baba bwana yuko anatubana bana, asubuhi kusali, jioni kusali, sijui ngapi kwenda jumuiya mara nini, mimi naenda zangu kukaa mbali huko, niachane na hizi. Kama ndicho hicho kinachokuondoa katika imani ya baba, ujue hapo yatakokuta huko kama mwana mpotevu. Lakini kama unaondoka unasema pale Mungu anataka nitoke kwa sababu anaona uovu umekithiri katika jamii ninayoishi, hiyo ni sauti ya Mwenyezi Mungu, utapata neema na baraka nyingi. Na katika Injili Yesu ametoa mfano ambao una fundisho kubwa sana kwetu sisi wote waamini. Anatupatia mfano unaoelezea wajibu wetu mbele ya Mungu. Wajibu wetu ni kumtii na kumtumikia. Yesu anapotuambia baada ya kufanya yote mlioagizwa, semeni sisi ni watumishi tusiokuwa na faida,
tumefanya tu kile tulichopaswa kufanya. Maana yake hapo Yesu anatoa fundisho muhimu kwetu sisi sote, kwamba katika kumtumikia Mungu tusitangulize kusifiwa wala tusitangulize maslahi yetu. Anaposema mkishafanya, semeni tu kwamba sisi tumefanya tu kile tulichopaswa kufanya. Na somo hili la Injili amechagua Askofu Nkwande mwenyewe. Nkwande, mimi nakufurahia katika hilo, kwamba wakati watu mapadi mekusanyika, watawa sijui halmashauri huko, tumpongeze baba askofu na nini, yeye kashamwambia Mwenyezi Mungu, mimi ni mtumishi nisiyekuwa na faida. Nimefanya tu kile nilichopaswa kufanya. Hawa kiamua kuandaa hiyo wafanye wao tu, labda wenyewe wanaona walimewapaswa kufanya. Lakini yeye hii apagiliki hivyo kwa taarifa hii. Yeye anamwambia tu Mwenyezi Mungu asante. Kama watu wanaona nimewasaidia, nilifanya tu ambacho niliona ninapaswa kufanya. Sio wengine sisi sasa nyamfahamu kwamba mimi mwaka wa jubilei mbona sijausikia chochote. Nkwande sio hivyo. Mimi ni mtumishi tu nisio na faida, nilifanya kile nilichopaswa kufanya. Sasa nyinyi mnafanya kile mlichopaswa kufanya na mmefanya jambo zuri jamani. Na sisi tutafurahia na naona ratiba iko vizuri huku mpaka kule. Kwa hiyo tunafurahia mmefanya mlichopaswa kufanya na nyinyi. Lakini mfahamu jambo moja, Yesu anaposema kuwa sisi tujiite kuwa ni watumishi tusio na faida, haimaanishi kwamba sisi ni watumishi wa ovyo ovyo. Maana wakati mwingine hizo tafsiri mnaweza tusipate sawa sawa maana yake ni nini. Watumishi wasio na faida, si kwamba watumishi wa ovyo ovyo, hapana. Bali tusio na faida maana yake kwa kazi yoyote ninayoifanya, ndogo au kubwa, mimi sitangulizi nitapata nini. Uje mtu mwingine hapana, kuna jukumu pale, kuna kazi kule, njoo bwana tufanye yote. Vipi inalipa? Lakini hiyo inalipa. Yaani unauliza kwanza utapata nini? Kwa mtumishi asiyekuwa na faida, hilo swali hilo halipo hilo moyoni wala mdomoni kwake. Yeye akiuliza kwa kuna kazi, anaangalia kama ni njema na takatifu, anaingia kazini. Sasa sisi bwana ile kazi halipi, tuachane nayo. Yesu anatuonya sisi tujione ni wafanya kazi tusio tanguliza maslahi yetu na faida zetu. Sisi tunachotakiwa kutanguliza ni kwamba kazi hii ni njema, takatifu, inaongeza utukufu wa Mungu, ndiyo. Kazi hii inaisaidia jamii ya binadamu kupiga hatua katika maisha ya kidunia na katika maisha ya kiroho, ndiyo. Mimi nitapata nini? Swali hilo halipo. Swali hilo halipo. Kwani watumwa wakifanya kazi huwa wanategemea kuja kupongezwa au kuambia umefanya kazi vizuri, chukua hiki? Yaani wazo hilo halipo. Kwa hiyo ndio hali ambayo Yesu anataka tuwe nayo sisi tunapofanya majukumu yetu mbalimbali, iwe ni ya kikanisa, iwe ya kiserikali, iwe ya kisiasa, iwe ya kijamii. Tanguliza sifa na utukufu wa Mungu. Tanguliza huduma kwa jamii. Tanguliza maslahi mapana kwa familia ya wanadamu. Wewe utakuja kubarikiwa humo tu, sio na wasiwasi. Yaani Mungu hawezi kukusahau kwamba wewe umefanya jambo zuri, kwa hiyo ndio maana Yesu aliwaambia mitume wake, yaani wewe acha hicho. Matokeo yake utapata balamia. Na niwaambia ndio ukweli wenyewe. Sisi tumeacha baba, mama na yote mengine ambayo Yesu aliyasema. Nyumba nini? Lakini umeshasikia askofu amelala au padre amelala sijui stendi kwa kukosa mahali pa kulala. Tena waamini walipokuwa karibu. Yaani tukienda mahali unatafuta hoteli nzuri kuliko zote, hii watakaa na askofu. Yesu ulituambia kweli yani. Kwamba tuliacha kanyumba ketu cha ovyo ovyo kale, waamini wanajipanga the best kwa walioacha mkubwa. Kwa hiyo wewe usiweza kutafuta ya kwako, yeye yupo anayeshughulikia maslahi yako. Wewe ukiweza kujitafuta maslahi anakuangalia tu. Unatafuta vitu vya ovyo ovyo. Mimi nishakupangia waamini wa Mwanza hapa, watakulaza pazuri. Mimi nataka nisije. Kwa hiyo wapendwa, katika utendaji wetu tusitangulize maslahi yetu. Tanguliza maslahi ya Mungu na ya wanadamu, jumuiya kubwa ya binadamu. Utaona utakavyobarikiwa.
utaona utakavyobarikiwa. Kwa hiyo hii uwe ni kiongozi wa jumuiya, uwe katekista, uwe mtawa, uwe paroko msaidizi, paroko, askofu msaidizi, askofu mkuu, yani ndio hivyo hivyo tu. Utakapoanza kujiangalia wewe tu, unajua umeshapoteza mwelekeo. Yani hapo usikizi tena sauti ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Yesu anatuonya dhidi ya kishawishi hicho kikubwa katika maisha ya watu. Kishawishi cha kutaka kwanza kusifiwa, kishawishi cha kutaka kupongezwa, kishawishi cha kutafuta maslahi katika kazi tunazozifanya. Yesu anataka sisi tuwe na unyenyekevu na tutambue kuwa jambo lolote tunalofanya vizuri lilitokana na neema na msaada wake, wala alikutokana na uwezo wetu wenyewe tu. Maana Yesu mwenyewe alishasema, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote. Mema yote yametoka kwa Mungu. Kitu pekee ambacho tunaweza kukifanya bila msaada ya Mwenyezi Mungu, unajua nini? Ni dhambi tu. Ndio unaweza kuifanya bila kusaidiwa na Mwenyezi Mungu. Yaani unafanya kwa bidii yako mwenyewe yani. Kwa hiyo msimuingize Mungu katika dhambi zenu. Ukitenda dhambi sema asili la Mungu, ujue Mungu sijui alinifanya nigeuke huku, ulifanya kwa bidii zako mwenyewe. Kwa hiyo jambo jingine lote zuri, jema na takatifu unawezeshwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa umewezeshwa, sasa unataka wewe tukupigie makofi ya nini wakati umewezeshwa? Wewe umeshaona jembe pale limekaa pale, au unaona zile ngoma zile zikikaa pale zitatoka, mdundo utatoka pale? Mpaka haje wale jamaa wale au wengine niliona wamekaa hapa, wengine nilikuwa siwaoni vizuri huko sababu engo niliokaa. Yaani ili ziweze kuleta hiyo burudani lazima wawepo mwezeshaji. Si ndio kweli wenyewe jamani? Kwa nini ni ngoma tu? Mpigaji mwenyewe ndio Mungu. Yaani nyinyi mkitotoa sauti uje. Kwa hiyo mkitoa sauti zote nyinyi ngoma, semeni sisi ni ngoma, ni misauti tu isiyokuwa na faida. Yaani jamaa ndo mwezeshaji alikuwa yule Msukuma yule siji kutoka wapi kule. Kwa hiyo ndio namna ambayo Mungu anataka tuwe nayo moyoni katika maisha yetu ya utume. Tusitangulize maslahi yetu. Lakini hali halisi katika maisha ya binadamu, hii ni kijamii, kiserikali na hata kikanisa, kumekuwa na mgongano mkubwa wa kimaslahi, ambapo watu katika kufanya kazi za Mungu na za kijamii tumetanguliza maslahi yetu. Na ukianza kuona mtu mwingine anataka utendaji ufanyike kwa kuangalia maslahi mapana ya jumuiya kuliko maslahi yako, unanuna, unamnunia. Mimi najua tu ni fulani tu ndio kaenda kunichongea, ndio maana ile nani imekuwa hivi, sikuchaguliwa mimi. Mgongano wa kimaslahi. Unaanza kununia mwenzako kisa unaona maslahi yako binafsi ni kama wameaziba hivi. Jamani, sisi ni watumishi tusiokuwa na faida. Sawa jamani? Tuyatende mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na hayo mengine yote tunayotaka tutapewa na kuzidishiwa. Tumsifu Yesu Kristo.